Hii kwa haraka haraka nikipiga hesabu roughly inaweza kafika kwenye milioni 9, inasogea na 10 hivi kidogo. Nikaendelea kufanya sababu ni kitu ambacho sio kwamba naigiza. Ni kitu ambacho kimetoka moyoni mwangu kabisa. Also is fit also. It's fit. Sasa hivi tunaye kijana Michael Mafuru ambaye yeye ndiye ambaye alikutana na mzee Pandisha na akazungumza naye, na baada ya ile video kuiposti kwenye Instagram, watu wengi walivutiwa na ile video na wakatamani kuona sehemu ambako anakoishi mzee huyu, na ilikuja kubainika kwamba mzee huyu amepata hifadhi kutoka kwa mzee Ngosha kwa zaidi ya miaka 3 na alikuwa akisaidiwa kuishi katika eneo hili. Na baada ya ile video pia kuonekana, ilipelekea watu wengi ambao walikuwa na moyo upendo kuamua sasa mjengea mzee nyumba ambayo leo hii amekabidhiwa. Sasa tunaye kijana atatupitisha kwa ufupi kuhusiana na jinsi ilivyokuwa mpaka hatua ambayo nyumba hii imefikia. Mambo vipi? Poa kaka, mambo vipi? Ndio, karibu sana. Asante, kwanza hongera sana. Ndio bwana Godfrey, karibu sana. Hata mimi nashukuru, kwa mara ya kwanza nakumbuka wakati naongea na wewe kwenye simu, ulinipigia simu ukasema bwana unahitaji kuja huku kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo na mzee. Kwanza mwanzo sikuamini kilichokuwa kinatokea. Nikasema anyway, ngoja jamani mpe ushirikiano. Baadaye kwa siku inayofuata nyingine ukanipigia bwana mimi nakuja, niko njiani, nikakupokea na ukafika. Of course huku ni mbali sana kwa mahali ulipotoka. Mimi nakupongeza kwa huo moyo. Cha kwanza napenda kupongeza kwa huo moyo ambao umeonyesha. Ni moyo wa kipekee sana kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo kwenye gari, huku ninajua ni polini sana na watu kama nyinyi ni muhimu sana kuja huku kujua matatizo watu wanaopitia na kuweza kuwakilisha na kuweza kuwafikisha sehemu husika. Sasa nakumbuka wakati nilipoposti ile video ya mzee, watu wengi sana walikuwa wanapenda kujua na kufahamu anaishi wapi na tumfanyie kitu chochote, kwa sababu hela ambazo tulikusanya zilikuwa nyingi kidogo. Zilikuwa zimefika zaidi ya milioni 5, zikawa zimeenda hadi 6, baadaye zikaongezeka tena na tena. Kwa hiyo wao wakatamani kwamba, wakaniambia bwana sisi tunatamani tuache alama kwa mzee, tumfanyie kitu. Kweli baada mimi kuja huku nikaanza process ya kumjengea nyumba. Tukatafuta kiwanja, lakini uzuri ni kwamba hapa kwa Andrea ni karibu na ndio sehemu ambako anaishi naye, kwa tukachukua eneo hili mzee Andrea hapo akatupa naye kidogo pale, tukaanza ujenzi wa nyumba. Tulivyoanza ilikuwa ni kama, of course unajua kibinadamu kujenga nyumba wewe mwenyewe binafsi ni swala gumu sana, sio swala jepesi. Mimi nikaanza nalo taratibu, lakini nilikuwa na imani kwamba litaisha. Kweli tukaanza kujenga, michango natangaza michango, tunaenda. Finally sasa tuko hapa na nyumba imekamilika, imebaki asilimia, mpaka hapo ilipofika imebaki asilimia, tumejenga kwa asilimia 90. Zimebaki asilimia 10. Asilimia 10 kwa maana kwamba ni tutapata, bado tujaweka umeme, hatujaweka madirisha aluminium, bado hatujaweka singboard ile ya juu. Hivyo vichache tu vimebaki, lakini sasa hivi anaweza akamia, na tumeamua kumhamishia mapema kwa sababu pia kama nilivyoahidi mwanzo nilisema kwamba hii nyumba ya mzee Andrea ambako alikuwa analelewa humu ndani, anaishi humu ndani, na yeye ikarabati, na ndo tumeanza hivi kama unavyoiona tumeanza ukarabati sasa hivi. Umeanza na kupiga chopping nje, then utakuja ndani. Baadaye pia na yeye tutamwekea madirisha. Na nashukuru pia kwa wadau ambao wamejitokeza. Kuna dada mmoja yuko TANESCO hapa Songwe, alinitafuta akasema yeye atachangia luku moja kwa moja, atafunga luku, sisi tukishafanya wiring na kila kitu, yeye atakuja atafunga umeme moja kwa moja. Kwa hiyo najua baada muda kidogo baadaye tutapata na umeme pia. Kwanza nikupongeze kwa sababu wiki moja iliyopita wakati bosi wangu Millard Ayo akiwa anafanyiwa mahojiano, alikupongeza baada ya pia kuona zile video zako na kusema kwamba mitandao ya kijamii sasa hivi imewezesha vitu vingi kwenda kwa kasi zaidi, na akakupongeza kwa kitendo ambacho ulichokifanya. Na leo hii na mimi nakupongeza tena pia kwa hatua hii kubwa ambayo umefikia ya kumjengea mzee nyumba. Ndio Godfrey, mimi nashukuru sana kwanza kwako binafsi, nashukuru, nasema asante kwa sababu kitendo cha wewe kuja huku ni kitendo kikubwa sana. Mimi pia kilinitia moyo kwamba okay, kumbe ile swala watu wako serious na wanafuatilia. Nakumbuka siku ambayo ile post ya bosi wako Millard Ayo inapostiwa, nilikuwa nimeenda Moshi kwenye marathon. Baadaye watu wakanitumia. Of course ilileta impact kubwa sana. Nilikuja kuona moyoni mwangu kwamba
ili swala mimi nilikuwa nachukulia kawaida. Unajua sisi tunavyofanya hivi vitu, yani wewe mlengo mwenyewe hauchukulii kwa uzito, lakini kwa wale ambao wanaona pembeni ndio wanachukulia kwa uzito. Kwa hiyo nikafikiria nikasema, kama Millard Ayo ana watu wengi na ni mtu ambaye yuko busy na ana habari nyingi analetewa kila siku, anaamka na matukio, lakini katika interview kama ile anaweza akasimama akanikumbuka na akasema kabisa, bwana, kuna watu ambao hawajulikani kabisa, sio masuperstar, sio famous, sio hajulikani sehemu yoyote, lakini wanatumia simu zao kuamplify. Ni ile kitu mimi iliniongezea, yani ni kama vile alichukua, unajua moto unawaka, ni kama vile alichukua kuni akachochea. Yani ndio ni kama mtu unakimbia unafika sehemu umechoka. Umeona? Mtu mwingine akwambia kimbia, niko nyuma yako. Ndio kitu ambacho alifanya Millard Ayo. Kwangu mimi ina impact kubwa sana na imegusa maisha yangu sehemu kubwa sana. Namshukuru kwa hili kitu alichokifanya, pia na kushukuru mwenyewe Godfrey kwa kitu alichokifanya. Sasa imefanya jambo kubwa sana. Nyinyi ndo mmechangia pia hata hii nyumba kufika hapa, kwa sababu baada ya wewe kufika hapa na kuipeleka hewani, watu wengi wakaamini, kumbe kweli jambo linafanyika. Kwa hiyo michango ikaongezeka zaidi na wadau wengine wakajitokeza, ndio mpaka tukafika hapa. Imegharimu kiasi gani cha fedha? Hii kwa haraka nikipiga hesabu roughly inaweza kafika kwenye milioni 9, inasogea na 10 hivi kidogo. Okay. Hapa sasa tumeona imekamilika na ni vyumba viwili. Mzee ana sehemu yake ya kulala, lakini pia kuna kama sebule fulani hivi. Mzee atakuwa anaishi na nani? Mzee kama tulivyosema toka mwanzo, hii nyumba tumemjengea yeye, atakuwa anaishi yeye, lakini pia ndani mlikuwa tumekaa kikao mimi na mzee Andrea, tukasema wao wanaenda kumtembelea, wanakaa ndani mule, wanapiga naye story, wasimtenge kwa sababu sisi ni babu yetu. Yeye mzee Andrea na mama Vena ni baba yao. Kwa hiyo hata nimewaomba kama ni chakula cha mchana wanalia mule, chai wananywa mule, chakula cha usiku wanapiga story, wakipata wageni waweke mule. Kwa hiyo mzee atakuwa analala peke yake, lakini hataishi peke yake. Ataishi na watu ambao walikuwa wanamlea. Na ndio sababu kubwa tukaamua kuweka hapa karibu, kwa sababu ni kwamba hata akipata tatizo lolote, na mimi na uhakika mzee Andrea akiamka cha kwanza au mama Vena cha kwanza wataenda kumgongea baba yao. Bwana vipi, unaendeleaje? Hawezi kukaa masaa 4 au 3 hawajamuona, kwa sababu ni mtu ambaye anaishi naye. Ndio maana tukamwekea hapa karibu. Kwa hiyo kuishi ataishi kulala atalala peke yake, lakini ataishi na watu wote ambao alikuwa anaishi nao mwanzo. Tumeona pia kuna watu wametoa michango mbalimbali, wengine wametuma nguo. Tumeona pia kuna begi limekuja hapa likiwa na nguo nyingi tu ambazo amepewa mzee Pandisha pamoja na mzee Ngosha. Ndio. Kwanza napenda kuwashukuru watu wote waliokuwa wameshikana na mimi pamoja kuanzia mwanzo nilipoanza kuchangisha michango mpaka mwisho. Watu wote mimi kuwataja kwa majina huwa siwezi kuwakumbuka wote. Lakini nawashukuru sana kwa sababu wao ndio chachu ya mimi kuweza kufika hapa. Nawashukuru watu ambao walinunua vifaa, na bado kuna wengine waliahidi wakasema wao unajua watu wanapochanga hii wanachanga kama sadaka. Yaani wao hawachangi kama wanakusaidia au wanatoa msaada. Yaani wao wana maagano yao na Mungu wameweka kwamba sisi tunatoa sadaka kwa ajili ya mzee. Kwa hiyo nawashukuru watu wote ambao wamechangia. Vitu vyote unavyoviona hapo wao ndio wamechangia. Kuna dada mmoja yeye yuko Dar, tulikuwa tunawasiliana naye, aliniambia kabisa, akasema bwana, mimi nina nguo nyingi hapa, nataka niwaletee wazee wangu, manake mzee Ngosha pamoja na mzee Pandisha. Kwa siku ambayo utakabidhi nyumba ndio naomba uwagawie wote nusu, uchukue za nani na za mzee umpatie pamoja na mzee Andrea. Ndio na leo nashukuru nikafanya hivyo, na ahadi yangu imetimia, na yeye pia namshukuru kwa alipo. Mungu ambariki sana, na wote ambao pia walichanga michango, Mungu awabariki sana. Hakuna hata mmoja ambaye atapungukiwa. Pia nilikuwa nimesahau kidogo. Napenda pia kumshukuru mke wangu. Unajua watu wengi wakiniona hivi wanahisi kama mimi ni muhuni, lakini nimeoa na mke wangu Mama Jaeli ambaye ni redemptor wa mbali. Yeye pia ananisupport 100%. Yaani 100% ananisupport. Haonekani lakini ananisupport na ananitia moyo, kwa sababu unajua kwenye hizi harakati lazima watu zile negativity lazima ziwepo. Lakini pia wakati mwingine nikiposti na yeye kwenye comment mule yeye ndo anaanza kubishana nao. Anajaribu kunitetea kwamba hapana, huyu sio tapeli na
hii nyumba itajengwa vizuri. Nakumbuka hata mwanzo, unajua wewe nikupe story kidogo. Unajua hivi vitu vya kusaidia watu, maana yake unakutana na watu ni passion. Lazima iwe kitu ambacho unapenda. Mimi toka zamani kabla ya Mzee Pandisha nilikuwa napenda sana nikutana na watu, napenda kuwasaidia. Sasa kipindi cha nyuma nilikuwa nikisaidia sina posti. Yana tunagombana sana. Kwa nini unapasaidia watu? Kwa nini unafanya hivi? Alikuwa hataki kabisa hichi kitu. Lakini mimi sikukata tamaa. Nikaendelea kufanya sababu ni kitu ambacho sio kwamba naigiza. Ni kitu ambacho kimetoka moyoni mwangu kabisa. Nakumbuka baada hii video ya Mzee Pandisha kwenda viral, yeye mwenyewe alichukua, sijui nakumbuka kati ya picha ni alichukua kaposti kwenye mtandao wake, akaconfess, akatubu, akasema jamani, mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wa watu ambao nampinga mume wangu kwamba asifanye hichi kitu, lakini nimekuja kugundua ni wito wake, na kuja kugundua kwake ni baada ya watu kuja kuinuka na kutaka kumsaidia mzee wangu, na yeye moja moja kaungana. Kwa sasa hivi namshukuru sana. Nashukuru sana ndugu zangu wote, pia nawashukuru wafanyakazi wenzangu pale kazini ambako nafanyia kazi. Of course pale tuko watu tofauti, lakini kuna wafanyakazi ambao wametoa michango yao kabisa moja kwa moja, wanakutumia hela bwana, na sisi tunaungana pamoja na wewe. Pia kuna ambao walikuwa wanakuja wanakutia moyo bwana, sisi tunaona maendeleo, tunaona hivyo, wanakutia moyo. Kwa hiyo pia na wenyewe nawashukuru sana. Unajua watu wa karibu wanapokupa support, ukiacha watu wa mbali, inachochea sana kukufanya uweze kuendelea kuwa na spidi. Kwa pia naona washukuru sana na Mungu awabariki wote. Umetuambia kwamba kutokana na kukwepa sasa ile watu kufikiri labda huenda kuna utapeli au sheria kutokufuatwa, umeamua kusajili pia hata foundation yako. Okay, asante sana Godfrey. Ni kweli, unajua kila sehemu kuna matapeli. Na kitu kinachoumiza zaidi unakuta kweli kuna wahitaji wapo ambao tunaishi nao sehemu nyingi. Lakini kupitia wale wahitaji, watu wengine wanafanya kama ndio biashara ya kutaka kufanya wao mambo yao. Kwa mimi naielewa serikali, kwa nini hivi vitu wanataka viweze kusajiliwa. Ndio maana wakati naanza issue ya Mzee Pandisha, of course ulikuwa ni msukumo wa watu kutaka niweze kufanya michango, lakini mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi sana. Nasema okay, nafanya hichi kitu lakini sina mamlaka yoyote. Yaani nafanya hichi kitu lakini sina mamlaka yoyote ya kuweza kuendelea kukifanya. Kwa hiyo nilikuwa nafanya huku nikiwa naogopa. Kwa hiyo wakati naendelea na issue ya Mzee Pandisha kuchangisha michango, nikasema of course nikapata wadau tofauti wakaja inbox. Kuna dadangu mmoja yuko Dodoma anaitwa Letita, alikuwa very close na mimi, namshukuru sana yule dada. Alikuja inbox akanishauri, akaniambia bwana, inabidi ufungue foundation kwa sababu unapoelekea isije kaonekana kama wewe ni tapeli pia ukakimbia na hela za watu na nini. Kwa ni bora serikali ikakutambua. Kwa basi mimi nikaanza mchakato wa kuweza kufanya hizo process zote, na namshukuru Mungu mpaka sasa hivi tayari tunayo foundation. Sijaitangaza rasmi kwa sababu nishamaliza mpaka certificate ninayo, lakini sijatangaza rasmi kwa sababu nataka nifungue account ya benki pamoja na mitandao ya simu niweze kuweka namba special ambazo wao watakuwa pia wanasaidia. Na pia kitu ambacho kisababisha nikasema nifungue foundation sio tu kwa sababu ya mzee, ilikuwa ni moja ya ndoto yangu. Ilikuwa ni moja ya ndoto yangu mimi kuja kuwasaidia watu wasiojiweza. Na mimi nilikuwa na focus zaidi wajane, wazee wasiojiweza na yatima kidogo, lakini hasa wajane unakuta wanafanya biashara na mitaji yao midogo, au unakutana na wazee kama hawa wanafanya biashara na mitaji yao midogo. Kwa hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu kubwa, na huwa naifanya for passion kabisa. Yaani sio kitu cha kusema labda naigiza. Kwa hiyo mimi naielewa serikali kwa nini iliamua kutaka watu wasajili. Kwa hiyo na mimi mwanzo wakati naanza process nikaanza utaratibu nikasajili. Pia nilivyosema passion ni kwamba unajua miaka ya nyuma mimi huko nipo muda mrefu sana. Si almost kama miaka unaenda 13. Tulianza kufanya kazi huko. Sasa wakati mwisho wa mwezi wakati nafanya nilikuwa na tabia moja. Hiyo ilikuwa offline, tulikuwa haturekodi chochote. Nilikuwa na tabia kwenda kwa wafanyakazi wenzangu. Naenda kwa wafanyakazi wenzangu nachukua na nawaambia wenye nguo ambao zimechoka au hawazitumii viatu, wenye hela kidogo. Kwa hiyo nakusanya vile vitu, naenda nanunua na vifaa vingine. Alafu nakuja naenda vijiji ambavyo pale vimetuzunguka pale ambako tunafanyia kazi pale. Nikishafika pale naanza kuwagaia watu. Kwa hiyo ilikuwa ni tabia yangu na ni kitu ambacho
nakipenda sana. Na mimi ndo maana nikaamua okay, nikasema kwa sababu nimeanza na mzee na mwamko umekuwa mkubwa, basi nisajili foundation yangu ambayo baadaye itakuja kusaidia na vizazi vingine. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba hii ni passion ya kwangu, na pia napenda kwamba watu, unajua Watanzania wengi ni waaminifu sana. Yaani Watanzania wengi wana upendo sana. Na hakuna watu wengi sana ambao wanapenda kuona wenzao wanaumia. Lakini nilikuwa nawasihi wale wenzangu ambao wanafanya vitu kama hivi, tusiweke utapeli, tuwasaidie watu kweli kabisa. Ndio maana unaona kwamba serikali inataka watu isajili, sio kwa ubaya. Inataka watu wasajili vitu kwa ajili ya kuondoa watu ambao wanafanya utapeli. Kwa sababu ukienda kufanya utapeli sio kitu kizuri, kuna watu huko wanaendelea kuumia na nini, kwa hiyo inakuwa haipendezi sana. Kwa hiyo tuendelee kudumisha upendo kwa nchi yetu. Na pia kuna kitu moja kwa nimesahau. Unajua mtu mmoja anapofanikiwa, watu wengi wanafikiri kwamba yule mtu ndiye anatakiwa asaidie kila mtu. Hapana. Yaani sisi Watanzania wenyewe tunaweza kumsaidia mtu mmoja mmoja. Yaani wewe kwa mfano unafikiria, unakuta kuna mtu unakuta ana tatizo linatokea, anataka kumtagi msanii mkubwa au mwanasiasa mkubwa au kiongozi mkubwa serikalini. Yule kiongozi sio kwamba yeye sio binadamu, yeye pia binadamu na anachoka. Kwa hiyo lazima sisi ambao tuko huku chini tuwasaidie. Kwa mfano wewe unamtagi mtu mwingine, anamtagi mtu kama kiongozi. Lakini yeye alikuwa na uwezo wa kutoa hata ile 1000 yake akachanga. Tukichanga 1000 tukapata labda watu 10,000 kachanga 1000. Tayari hapo una milioni 10. Ambapo milioni 10 ukichukua ukapeleka labda kwa watoto yatima au kajenga nyumba ukamjengea mjane, imefika. Lakini tusiwe na tabia kwamba kila tatizo likitokea tunatafuta viongozi wakubwa. Kila tatizo likitokea tunatafuta wasanii wakubwa. Kila tatizo likitokea tunatafuta watu maarufu. Lakini mimi na uhakika kama tukiamua mtu mmoja mmoja tu, kwa sababu unaambiwa siku zote upendo unaanza nyumbani kwako, jirani yako. Yaani tukaamua tukasema bana, hata sisi huku watu wa huku chini tukichanga 500 zetu tutasaidia Watanzania wengi sana. Tusio tuna tabia ya kuangalia mtu mmoja mmoja. Ile ndio kitu ambacho kinaturudisha nyuma sana Watanzania. Na mimi ni Godfrey Thomas Ng'omba.